Abdul Jalil. Niambie Faridi. Semaji. Uko vizuri? Niko vyema kabisa. Unaona? Sita unafunga sita Faridi. Sita sishaisha sita gani tena nyingine? Sishaisha kuna nyingine. Hii Shawwal unafunga Jumatatu, Alhamis. Hizo lako wewe kijana. Hizo lako kijana utakuoa. Ndio maana hujui sheria hizi za dini yani sisi umeoa. Zamani umeoa kwa dada. Sasa zinatokea tu siku moja. Unaoaje funaa kwa dada? Inawezekana sasa na wake wawili tutajuaje? Unatia mashaka. Sasa mke mmoja anakaa kwa dada? Kwa dada kama nyumba kubwa unaenda na mkeo. Kama kwa dada kama nyumba kubwa unaenda na mkeo. Jalili, tuanzie hapa. Baada ya kutamatika kwa mchezo wenu wa 22 mzunguko wa ligi kuu ya PBZ, sasa rasmi mmerejea tena kama tunavyoona kule vikosi vinapasha kuelekea katika mchezo wenu ya FA. Maandalizi yapoje? Of course maandalizi yako vizuri. Tunajua kwamba tunakwenda kucheza mchezo mgumu dhidi ya Zimamoto. Lakini tumeona matokeo ambayo wameyapata mchezo wa jana kama sikosei dhidi ya JKU. Naamini watajipanga. Sasa hivi rasmi Zimamoto sidhani kama wapo katika mbio za ubingwa wa ligi kuu. Kwa sababu si hayati si mamati wapo hapa saizi ya kati. Kwa hiyo nafikiri nguvu zao sasa watazielekeza katika kombe la FA. Na huku sasa sisi tunawasubiri tukiwa na shauku kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunadidimiza zaidi yale malengo yao yote, tuende kuyafifisha kwamba yasiwepo, wasiwaze kitu chochote zaidi ya kucheza mechi zao. Yaani wao wanakamilisha ratiba. Bas hicho ndicho tumejiandaa kwa sababu ari kubwa. Ukiangalia hakuna mchezaji hata mmoja mwenye majeraha. Wachezaji wote ni wazima kuanzia eneo la goalkeeping mpaka eneo la ndani ya kiwanja. Kwa hiyo ndio jambo ambalo sisi tunakuwa proud nalo sana. Na wachezaji wanajituma kwa sababu mwalimu kigezo chake kikubwa sana. The way unavyocheza katika mazoezi, kujituma kwako ndio sababu kuu itakayokufanya wewe upate namba kwenye timu. Hakuna mtu ambaye ataangaliwa jina, hakuna mtu ambaye ataangalia sijui uzoefu wake, performance yako, kujitoa kwako. Tunahitaji wapambanaji. Hatuhitaji watu ambao watakuja tu uwanjani maybe watawapa burudani mashabiki tu. Tunahitaji watu ambao watakuja kuipambania timu. Na hicho ndio ambacho mwalimu amekitengeneza kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo na tunaamini kwa kushirikiana kwa of course kuna upendo mkubwa sana. Wachezaji ambao wanaanza mechi na wachezaji ambao hawapati nafasi au wanakaa bench na wachezaji ambao wanakaa jukwani, wote wako radhi. Kila mmoja amemsafia nia mwenzie kuhakikisha kwamba anaipata nafasi, anaipambania. Lakini Jalili, mnakwenda kukutana na Zimamoto. Tumeona mchezo wao jana ulikuwa bora sana. Wamefungwa magoli kutokana na uwezo. Unadhani katika hatua hii ya knockout ikipigwa nje, unaona wanakuja na kwa kukamia kwa namna gani na mechi itakuwa na utafu kwa namna gani? Of course watakamia kama nilivyokutangulia kwa wao kwenye ligi kuu. Hawana cha kugombania. Kwa hiyo matumaini yao yote wataelekeza huku katika kombe la FA. Na sisi msimu huu niliyokuambia kwamba tunataka treble. Tatu zote. Kwa hiyo moja ligi kuu PBZ, 2 FA, 3 kombe la muungano. Kwa wengine washiriki. Kwa hiyo huwezi ukasema unataka kombe alafu ukaja ukafungwa katika mchezo. Kwa hiyo katika mchezo huo sisi wenyewe wao wanakuja wamekamia, sisi tunakuja na kukamiaization. Kuhakikisha kwamba tunakamia zaidi ya wao wanavyokamia, kuhakikisha kwamba tunapata matokeo na tunafuzu kwenda hatua ya robo finali. Lakini Jalili, haya maneno yako ushawahi kufanya pia interview na Jeni. Ulitamba sana lakini baadaye miwani yenyewe kaa ibariki. Kuna shekha akwambia jana si leo au leo si jana. Siku zinabadilika. Kipindi kile timu yangu ilikuwa bado haijajishika. Safari hii timu yangu imejishika, iko hivi. Nani anakupa jeuri wewe? Unakupa jeuri kuongea hivyo? Malale 50 kea. Malale 50. Mtu mbali sana, nimemleta sana. Kwanza ndio kocha kwa ghali zaidi kwa sasa. Yani analipo ghali zaidi ndani ya nchi yetu. Lakini ni kocha ambaye mwenye leseni kubwa, professional zaidi tayari. Vitu vingi sana ameviweka katika standard. Kwa hiyo amewazidi mbali sana hao wapinzani ambao anakutana nao. Kwa hiyo yani yeye ndo anatupa jeuri. Lakini ukiachana naye ni wachezaji wote
Siwezi nikamtaja mchezaji mmoja mmoja kutokana na kila mchezaji kuplay part yake vizuri. Kwa hiyo wachezaji wote 27 ambao tuko nao pamoja na benchi la ufundi au wanatupa jeuri kwa asilimia kubwa sana kuhakikisha kwamba hata nikikaa hapa kwenye mic kuongea huwa napata maneno, yani maneno yananitoka tu hata yanatokea wapi, kwa na raha na burudani ambayo wao wananipa. Jezi ya Kiwandani moja kwa moja kutoka Uturuki. Tanzania bara timu kibao yanavaa majezi ya Kariakoo. Yaani timu 5 Tanzania ambazo hazivai jezi ya Kariakoo sisi tumo. Tanzania nzima. Sisi hapa KVZ tupo. Kwenye ile timu 5 ambazo hazivai jezi za Kariakoo sisi tupo. Lakini tulipokuwa tumekaa pale tumeona morali ya wachezaji namna wanavyofanya. Lakini kikubwa zaidi ni hicho kisikia. Natamani kusikia kutoka kwako. Anasema kwamba mchezo wa zimamoto ndio ambao mchezo atakaweza kuutumia kumshawishi mwalimu kupata nafasi katika mchezo wa kombe la muungano kwenda kucheza na Azam. Unadhani hiyo inaweza katokea hivyo, lakini pia kwa namna hiyo haiwezi kwenda kutoa athari yoyote kwenye kikosi chako? Sidhani kama kuna athari. Unajua sisi wachezaji ambao wanaoanza, yani wachezaji wanaokaa bench KVZ. Wachezaji wanaokaa bench KVZ ndio wachezaji first 11 team nyingine kwa ligi ya Zanzibar. Niliacha bwana. Serious nakwambia. Niliacha. Sisi dirisha kubwa, dirisha dogo tumeacha wachezaji takriban 7 wanafika. Hao wachezaji wameenda timu nyingine, yani wapinzani wetu ambao tunashindana nao bingwa. Wote first 11. Tunashindana nao sasa hivi. Wote yani tunaoshindana nao. Yani wote wameenda first. Yani kila mchezaji kutoka KVZ hapati nafasi. Akaenda sehemu nyingine ndio first 11. Umeona? Kwa hiyo jinsi gani tulivyokuwa bora. Kwa hiyo wachezaji ambao wako hapa hawapati nafasi, wakipewa nafasi wote wana uwezo wa kudhihirisha ubora wao, na ndio maana jambo ambalo tuna wasiwasi katika mchezo huo dhidi ya Zimamoto. Tunafanya mabadiliko tena za tunaibia siri kabisa. Mabadiliko tunafanya kikosi chetu. Tunafanya kikosi chetu. Sio kama unawaandalia wenzako mvua nzito. Si waandalie, maana mabadiliko yani wasitarajie kikosi kinachocheza kwenye ligi ikacheza katika FA. Tunafanya mabadiliko. Wewe ni muumini sana kuvaa miwani. Na ulikuwa kwenda kwenye pambano. Leo na miwani yangu. Watu wakasema sasa mimi na moja. Kwani ninapigana miwani napigana mimi? Kwa sababu mimi nina uwezo wa kukwepa jabu zile. Ukileta jabu nimeondoka. Nimetoa right, nimetoa jabu yangu. Hapa kati tayari. Kwa hiyo miwani siwatishe tayari. Miwani navaa na pambano napigana. Lakini pambano kijana wangu kanikimbia. Alipata ajali bwana. Kanikimbia. Anasikizia ajali. Yani vile mtoto angekubali kuingia katika lile pambano. Angekubali tu kuingia. Yani sekunde 2 hamalizi. Kwenye ile raundi ya kwanza. Sekunde 2 hamalizi na mweka chini. Sekunde 2. Mtu mbaya. Yani mimi kama sio mambo haya ya kuongea. Mimi sasa ningekuwa narusha ngumi. Dalili bwana. Mimi napiga ngumi balaa. Mimi asijaribu. Asijaribu mtu unishika bega. Yani mtu michezo yote fanya, usije kanishika bega. Narusha ngumi balaa. Yani ukisogelea hivi nini? Mimi kama sio, yani nakwambieni yani rasmi kabisa, kama sio kuwa msemaji, mimi ningekuwa boxer na ningekuwa nishaleta mikanda mingi sana. Mikanda mingi sana nishaleta. Ungekuwa kama nani sasa kwenye boxing pale, kama nani ambaye ungekuwa role model wako? Kwa Tanzania kwa nje. Tuanze hapa nyumbani kwanza. Kwa Tanzania? Sasa bwana mimi yani ule nikimuona mimi kabisa ninajiona kabisa. Ba Tanzania safu na mkanganyiko, yani kuna watu wawili wote na wakubali, alafu wao yani wao kuna yani wana battle. Sasa kama shule wote mnapata max sawa, mnaweka mtu wa kwanza amegongana au wawili wote ni wataje. Mimi bwana namkubali Hassan Mwakinyo na Toa Kiduku. Mtoto wa Morogoro wote na wakubali. Zinatoka. Sasa mimi sasa uzito wa punch yangu kama Mwakinyo, uzito wa punch. Yani nikiileta jabu yangu kamba kati sijui alafu speed yangu, yani nikiomba kuja speed nikileta hizo punch kama Kiduku. Sasa mtu ataniweza. Wewe utaniweza mikata hiyo utaiweza? Wewe ukaiweza. Sawa, yule mtoto akajichanganya siku ile akaja.
za ndani hizi. Nipi za ndani? Za ndani zinasemaje? Kuna chuma kipo kwenye boti sasa hizi. Chuma chetu? Tunakuja ukisajili. Semaje? Sijaletewa hilo faili. Semaje, kuna chuma nimekiona kina bleach kama Pacome. Vitu vyetu hivyo. Vitu vyetu hivyo. Unajua sisi tuna kawaida hiyo. Yaani kabla ya msimu kupinduka huwa tunaandaa silaha zetu kabisa, ili hata watu wakianza tena kangangania huko tunawaangalia, tunashangaa wanavyopapatika. Unajua samaki akiwa anapapatika akiwa anataka kufa anavyopapatika, ndio watu wanavyokuwa sisi tumekaa tumeangalia. Tushamaliza biashara zetu mapema. Kwa nini mmeanza mapema sana? Unajua kanzu ya Ijumaa huwa inafuliwa Alhamis. Sio Ijumaa. Utaharibu. Sita napigwa pasi. Utakuwa uwahi ngamia. Utakuja kupata yai.